kwa uelewa wangu nikiwa kama kiongozi, of course sote tunashuhudia, na najua dada Amina ndio lengo lake hilo. Nitumie forum hii pia kwa wananchi wengine kujifunza yanayotokea kule duniani. Sote tunafahamu nchi kama haina amani, hata mlikuwa matajiri kiasi gani, hiyo amani inaanza kutoweka katika moyo, lakini katika jamii na nchi kwa ujumla. Sote tunaona sasa namna ya Iran Khamenei anavorusha vitu visivyokuwa na kipimo, lakini mnaona leo Israeli na Palestina, kwa maana Israeli sina uhakika kama Baitul Muqaddas bado ipo. Hii yote si ya kuifanyia mchezo. Zanzibar na Tanzania tunapozungumza amani, na ndio mnapoona tunakuwa serious kwenye swala la kuilinda amani ya nchi yetu, ni kwa sababu ya haya yanayoonekana huko. Haya tuyaone hivi hivi TV, lakini Mungu atupishie mbali ndani ya nchi yetu kutokea mambo haya. Ni mambo makubwa, hatuna mbavu ya kuzuia mambo yale. Ni mambo makubwa, mambo ambayo humjui ndugu, humjui shangazi, hujui wakati wa kula, hujui wakati wa kunywa maji. Ndugu wananchi na waandishi wa habari nyote kwa pamoja, na mimi nitumie forum hii nikiwa waziri mwenye dhamana pia kwa upande mmoja wa vyombo hivi vyenye ulinzi na usalama. Yanapoanza tu maeneo haya kutokea ishara vyovyote vinavyoashiria uvunjifu wa amani, tuwe mabalozi wazuri wa karibu na vyombo vyetu hivi. Vyombo vyetu hivi vipo kwa ajili yetu. Kwa hiyo niwaombe sana, yale yanayotokea kule duniani, Middle East na nchi nyingine jirani, nafikiri wenyewe mnaona baadhi ya mataifa makubwa yenye nguvu yanaanza kujiweka pembeni. Kwa jambo hili hatutaki. Seuze sisi nchi zinazoendelea. Niwaombe sana, jambo lile lisitupe furaha hata kidogo, litupe unyonge mkubwa, na kuwaombea kwa Mungu wakati huu wa Ramadhani, mwezi mtukufu. Ndugu zetu wale kule wamo Afrika, wamo makabila mbalimbali, as long as ni binadamu wenzetu ambao wanatamani kuishi kama sisi, tuendelee kuwaombea kwa Mungu waendelee kuishi kwa amani na usalama na utulivu.